kila wakifikisha umri wa miaka 18 walikuwa wanachanganyikiwa, wanakuwa vichaa. Mtoto wa kwanza, mtoto wa pili, mtoto wa tatu wa familia moja. Nikamuuliza baba yangu, kulikoni? Baba yangu akaniambia, njoni kuonyeshe mwanangu, njoni kuonyeshe kitu. Akaniambia, unaona mti huu? Mti huu unaitwa the hanging tree. Ulitumika na serikali ya Kijerumani ya wakoloni wakati huo wanyonga wa Afrika waliopinga utawala wao. Kwa kila aliyepinga aliletwa hapa, ni hukumu yake ya kifo na alinyongwa. Sasa hawa watoto unaona wanakuwa vichaa sasa hivi ni watoto wa mzee mmoja anaitwa Mzee Saronga. Mzee Saronga alifahamika kama the hangsman, yani mnyongaji. Alikuwa ameajiriwa na serikali ile ya Ujerumani. Kwa hiyo alilipwa pesa, na kwa pesa ile yeye hakujali, aliwanyonga wa Afrika wenzake waliokuwa wanapigania haki zao, kwa sababu yeye alishapata zake pesa aliyolipwa, akaona awanyonge wenzake. Ni kweli waliwanyonga watu wengi sana, wengi. Mti huu umekunywa damu za watu wengi sana. Mzee Saronga hakujua kwa ujira wake mdogo aliolipwa anakiharibu kizazi chake, kwamba damu za Waafrika wenzake alizozimwaga waliokuwa wanapigania haki na uhuru wa Waafrika katika utawala ule dhalimu wa wakoloni zitamtembelea. Na kweli zinatembelea kizazi chake. Ndio hawa watoto unaona wanakuwa vichaa. Watoto wa Mzee Saronga leo hii wanakuwa vichaa. Nikakumbuka ule wimbo wa UB40 unaosema, the sins of the fathers are visiting from old. Dhambi za baba zinawatembelea watoto. Tena Kumbukumbu la Torati sura ya 5 mstari wa 9 inasema, na wapatilizia wana uovu wa baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanuchuki zao. Kumbe tunaposema huku karma hututembelea, ni kweli. Utawaumiza watu, utawaroga watu, utaumiza watoto wa wenzako, lakini kumbe utakachokifanya kitakuja kutembelea kizazi chako. Kwa kila jambo baya unafanyia watu, unapoumiza watu, unafanyia watu visa, vituko, fitna, uhasama, kumbe bado utalipwa. Kama si wewe, basi kizazi chako, watoto na wajukuu wako. Kama unapenda watoto wako, unapenda kizazi chako, uwe makini sana kile ambacho unawafanyia wengine. Ukiishi kwa kuwapiga watoto wa wenzako makwenzi, watoto wako nao watapigwa makwenzi. Usiwe kama Mzee Saronga kuletea shida kizazi chako. What you give is what you'll get back.